Bana, mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu amezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii nchini baada ya kuweka wazi kwamba kikao chao hakikuwa kinahusu kugairishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo ilihairishwa kati ya Simba dhidi ya Yanga Machi 27 mwaka 2025. Serikali kupitia Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo ilikutana na viongozi wa bodi ya ligi, TFF, Simba na Yanga kujadili kuhusu hatima ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo ilipangwa ichezwe Machi 8 mwaka 2025 baada ya kugairishwa. Na kauli ya Murtaza Mangungu imejaribu kuleta gumzo kubwa sana mtandaoni. Sasa baada ya kikao kumalizika, mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu aliibuka na kauli ya kusema kwamba kulikuwa kuna ajenda mbili tofauti ndani ya kikao ambacho kilifanyika mbele ya waziri wa michezo Paramagamba Kabudi, rais wa TFF na viongozi wengine kutoka TFF, bodi ya ligi pamoja na vilabu hivi vikubwa viwili Simba na Yanga. Yeye anasema kulikuwa kuna ajenda mbili ambazo zilijadiliwa, na kubwa zaidi Simba walikuwa wakijadili kuhusu maendeleo ya mpira na sio kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Mangungu ameenda mbali zaidi na kusema kwamba kama wangekuwa wanajadili kuhusu mchezo wa dabi ya Kariakoo, viongozi wote wa timu zote wangekaa kwa pamoja na viongozi wa serikali, TFF pamoja na bodi ya ligi ili kujadili tarehe maalum ili kuweza kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo Mangungu anasema kwamba huenda Young Africans pamoja na serikali, TFF pamoja na bodi ya ligi huenda walikuwa wanajadili ya kwao, lakini pia hata wao walivyoitwa huenda majadili ya kwao. Simba wamejadili maendeleo ya soka nchini Tanzania, lakini inasemekana Yanga walikuwa wanajadili kuhusiana na sakata ambalo kila mmoja anasubiri kuona nini itakuwa hatima yake. Mangungu kwa upande wake anasema kwamba jambo la Simba na Yanga tayari lilishawekwa wazi na mamlaka ya mpira miguu nchini Tanzania, ambapo mchezo utapangiwa tarehe maalum. Kwa hiyo wao kama viongozi wa klabu ya Simba wanasubiri hiyo tarehe maalum ambayo itapangwa, lakini vikao vinavyoendelea wao wanasema hawaitwi kwa ajili ya kuzungumza sakata la Simba na Yanga, bali wanazungumzia masuala ya maendeleo ya soka nchini Tanzania. Sasa ikumbukwe tu kwamba kikao hiki hakikuwaweka pamoja viongozi wa vilabu hivi viwili, yani Simba na Yanga. Viongozi hawa walikuwa wamepangiwa muda tofauti wa kuingia. Kwa hiyo serikali ikawa imewasikiliza viongozi wa klabu ya Yanga, viongozi wa Yanga wakapisha mjadala ule, viongozi wa Simba nao wakaingia, wakajadili, wakatoa ya kwao, na ndio maana Engineer Hersi alivyotoka akasema kwamba kuna baadhi ya mambo wameweza kujadili na Yanga waliweza kuwasilisha mambo yao yote kwa uzuri zaidi. Sasa kauli ya Mangungu, baadhi ya wadau wamejaribu kuzungumza hisia zao kuelekea kwenye vikao hivi ambavyo vimeanza na vitaendelea, ambapo baadhi ya watu wameweka wazi kwamba kauli ile ya Mangungu inaonyesha wazi kwamba mambo hayakuwa mazuri kwa upande wa Simba. Ndio maana mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameamua kutoa kauli ile, na wengi wanaamini Yanga ndio hawana makosa na huenda wakapewa pointi 3 za mezani. Kwa upande wako na sakata jinsi ambavyo linakwenda, ulikuwa una maoni gani? Tukutana kwenye comment.